kianzia huko Afrika Mashariki nchini Tanzania, ambako hali ya ukimya imeendelea kutanda katika miji na mikoa mingi kufuatia hofu iliyokuwa imetanda ya kufanyika maandamano yasiyokuwa na ukomo yanayopangwa kupitia mitandao ya kijamii na wananchi wa taifa hilo, lengo likiwa ni kushinikiza mabadiliko ya kuipinga serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tunajiunga wakati huu na waandishi wetu kutoka mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam pamoja na Mwanza kujua yaliyojiri wakati huu. Nianzie kwako George Njogopa hapo Dar es Salaam. Hali iko vipi mpaka wakati huu tunapozungumza? Kama ilipodokeza kwenye ukimya ambao hujaweza kutokezea. Naona George Njogopa hasikiki kabisa, yuko kwa mbali kabisa. Naomba twende moja kwa moja kwake Doto Bulendu. Doto Bulendu, kama unanisikia hapo Mwanza, tuarifu hali iko vipi hapo? Mwanza utulivu umekuwa mkubwa, watu hawako barabarani, usafiri umesimama kwa muda mrefu. Kuna magari machache, usafiri wa daladala ni mchache, bodaboda ni chache, watu ni wachache barabarani. Ni utulivu na ukimya mkubwa katika jiji la Mwanza hii leo. Saumu, mwanzo ilikuwa inaarifiwa kuna mitaa fulani ya huko Mwanza kwamba yapo maandamano. Je, hiki ulikishuhudia? Ulikwenda wewe katika eneo hilo? Deutsche Welle imefika katika maeneo ambayo awali yalitajwa na mitandao ya kijamii kumekuwa kuna maandamano, lakini haijashuhudia chochote. Zaidi ni kwamba watu hawako barabarani, na hata katika mitaa hiyo ya Ilemela, Bwiru, ambapo kulitajwa hapo awali kwamba kuna maandamano, Deutsche Welle ilifika, haikushuhudia chochote. Hata maeneo ya Furahisha yaliyoko karibu na uwanja wa CCM Kirumba, kulikutwa shughuli zinaendelea kawaida, watu wakiwa ni wachache kabisa. Huku tukiwauliza watu wa eneo hilo nini kimetokea, wakasema hakujawa na maandamano ya aina yoyote. Mchana ulizungumzia kwamba polisi pamoja na wanajeshi wako katika maeneo mbalimbali. Hivi sasa bado wako kwa wingi kama ilivyokuwa mchana? Ndio taswira ya jiji la Mwanza. Askari wa jeshi la polisi na jeshi la ulinzi wako pembezoni mwa barabara kuu zote tatu, ya kutoka Mara, kutoka Shinyanga na kutoka uwanja wa ndege kuingia katikati ya jiji la Mwanza, na barabara za ndani zimejaa. Watu walioko pembezoni ni askari tatu, ya kutoka Mara, kutoka Shinyanga na kutoka uwanja wa ndege kuingia katikati ya jiji la Mwanza, na barabara za ndani zimejaa. Watu walioko pembezoni ni askari wa vikosi hivyo viwili, polisi na JWTZ. Doto Bulendu, asante sana. Kama Mwanza hali iko hivyo, tunakushukuru na tunakutakia jioni njema, na bila shaka kesho utatuarifu ikiwa kuna chochote kimejitokeza, na bila shaka yatakayokuwa yamejiri. Twende huko Dar es Salaam. Njogopa, unanisikia? Nakusikia. Kwa bahati mbaya sana George Njogopa, mimi simsikii, lakini unanisikia? Hali iko vipi? Unaweza kutueleza hali iko vipi Dar es Salaam? Hali ni shwari ambayo haijakutegemea. Kumekuwa na utulivu, na nimejaribu kupita mitaa kadhaa, nimezunguka, kumekuwa na utulivu wa hali ya juu. Mimi nakusikia kwa mbali sana. Sijui kama msikilizaji wetu na kwenye channel ya YouTube anasikika. Basi endelea, unasikika. Masikio yangu inaonekana ndio kuna matatizo. Endelea, kuna kipi? Mpaka dakika hii nimejaribu kupita mitaa, nimetembea. Kumekuwa na hali ya utulivu wa hali ya juu, na utulivu hali ya juu mno, na kuna chochote ambacho tungetegemea kingetokea yatokea. Na nilipata taarifa kwamba kimara kungekuwa na maandamano, lakini baada ya kufuatilia hakuna. Kwa hivyo Dar es Salaam iko vipi? Na kila pale unapopita kuna maaskari watakukagua, una kitambulisho, watakwambia pita. Kwa utulivu ni hali ya juu. Kwa Dar es Salaam imekuwa hali ya utulivu sana. Asante sana George Njogopa. Huyo msikilizaji ni hali ambayo tumeelezwa na waandishi wetu huko Mwanza na Dar es Salaam kwamba utulivu upo. Sasa tumezungumza na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania George Simbachawene kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali kuzuia maandamano hayo ya amani yaliyokuwa yamepangwa kufanyika hivi leo, siku ya kusherehekea miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Na alikuwa na haya kusema kuhusu kwanza hali ilivyokuwa hadi alasiri ya leo.
Kwa ujumla hali iko katika hali ya utulivu, hali ni shwari, na kwa kweli toka kumekucha asubuhi mpaka muda huu wa saa 9:21 kwa saa za Afrika Mashariki, tunashuhudia watu wakiwa bado wameendelea kuwa katika hali ya utulivu katika miji yetu yote, Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Geita, kote miji yote mikubwa kwa kweli kumetulia, Dodoma kote kumetulia kabisa. Umesema kwamba wananchi wa Tanzania wameamua kusikiliza ushauri wenu na kubakia majumbani, lakini wako Watanzania ambao kwa mujibu wa ripoti ambazo tumezungumza na waandishi wetu ni kwamba wako baadhi ya watu ambao wanangetaka kuingia mijini kutokana na wingi wa askari, wanajeshi wanakaguliwa mpaka waoneshe vitambulisho, wa magari yanayotaka kuingia yanakaguliwa kujulikana yanakwenda wapi, yanakwenda kufanya nini. Sasa hii ni hofu au hii ni kutaka kwa wananchi kubakia majumbani? Sisi hatujazuia mtu kutoka, na watu wanatembea. Hata nimepita kidogo huko, watu wanakaguliwa. Kwa nini? Kukaguliwa si utaratibu wa kawaida tu. Kuna duniani mahali ambapo watu hawakaguliwi. Hapa Bonn tunatembea tu huru kabisa, huulizwi njiani kitambulisho chako kiko wapi. Inapofikia hali ya kuulizwa kitambulisho chako kiko wapi, maana yake ni kwamba nchi iko katika wasiwasi na mashaka. Si wasiwasi wa maandamano. Unajulikana mbona? Na kwa hiyo hata maswali yanakuuliza unakwenda wapi, unaenda wapi, kama ukishajieleza una kitambulisho chako unaendelea na shughuli zako. Hawa waliopanga maandamano wamesikika wakisema kwamba haya sio maandamano siku moja, maanake ni maandamano endelevu. Wanapoamua kwamba wataandamana kesho au kesho kutwa, hali itaendelea kuwa hivi ya kuwepo vikosi vya usalama katika mitaa na miji ya Tanzania? Sisi jukumu la ulinzi ni la siku zote, na hata kama umeweza kuona kwa muda mrefu tangu tulipopata matatizo ya tarehe 29 mwezi Oktoba, tulikuwa katika mazingira ya kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama na wananchi wanafanya kazi zao kwa amani. Lakini hawa wanaohamasisha maandamano wanapenda kutaja siku ya kufanya hivyo. Walipoitaja Disemba 9, ilibidi na sisi tuweze kujiandaa vizuri zaidi kuhakikisha kwamba wananchi kwanza wanapata ufahamu na uelewa juu ya umuhimu wa kulinda amani na usalama wao. Watanzania wanaweza wakajivunia nini katika miaka 64 ya uhuru? Kwanza ni mafanikio ya maendeleo ambayo tumeyafikia. Mafanikio ni makubwa sana. Tuna treni ya umeme sasa, tunaelekea Dodoma, tunaanza kwenda Mwanza na tunaanza kwenda kwa nchi za magharibi kwa wenzetu huko Kongo, Rwanda, Burundi. Tunataka kwenda kuunganisha huko. Tanzania imebadilika. Tanzania iko angani, tuna ndege za kutosha, utalii umefunguka, mambo ni mazuri. Na msikilizaji, huyo ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, George Simbachawene, kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita. Lakini kama ulivyosikia, wananchi wa Tanzania wameamua kubakia majumbani na kujiepusha kuingia mitaani kuandamana baada ya serikali kutoa amri ya kuwataka wabakie majumbani wale wasiokuwa na ulazima wa kutoka. Je, sura hiyo inatoa mwelekeo gani wa mustakabali wa kudai haki, mabadiliko na uhuru nchini Tanzania? Nimezungumza na mchambuzi wa kisiasa Dr. Richard Mbunda. Hakuna kundi maalum au taasisi maalum ambayo inaitisha haya maandamano, lakini tunajua ni maandamano yanafahamika maarufu kama maandamano ya Gen Z, na mara nyingi uratibu wake unafanyika kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tulichokiona leo ni kwamba hawa Gen Z walikuwa wamepania sana kwamba watatoka na kuandamana kudai haki zao na kudai mabadiliko ya kisiasa kama ulivyogusia, lakini matokeo yake tumeona maandamano ya majeshi, askari polisi, jeshi la wananchi Tanzania wakiwa na magari ya kivita. Tumeona helikopta nyingi tu zikipita angani. Kwa hiyo haya ndo maandamano tuliyoyaona, na kwa hiyo ni dhahiri kwamba wananchi hawajatoka na majeshi yametoka, lakini bado hatujapata mwafaka wa nini kitafuata. Serikali imedai haiwajui waandaaji wa maandamano haya, imechukua hatua ya kumwaga askari chungu nzima na wanajeshi kote katika taifa. Ni kusema ujumbe wa waandamanaji, pamoja na kwamba hawakutoka, umefika? Ujumbe bado haujafika. Mimi naamini kama mfanyatathmini, ujumbe bado haujafika kwa sababu serikali, hata kama watu wamekuwa wakisema vipande vya manunguniko yao, lakini bado hatujapata mtiririko kamili wa kitu gani watu wananung'unika. Kwa hiyo ndo maana nikasema kwamba yawezekana kwamba utatumia nguvu
kuzuia maandamano leo, lakini ukaendelea kubaki kuwa mtumwa kwa sababu na kesho wanaweza kuambia wataandamana tena, na wewe utapeleka tena majeshi. Kwa hiyo itakuwa ni mvutano, na hii tunaita usiasishwaji wa majeshi. Sasa ina maana majeshi yanabaki kupambana dhidi ya wananchi wake. Leo Watanzania hawakutoka kuandamana, lakini mitandao hasira zao zinaonekana wazi wazi. Serikali inapaswa kujifunza nini kutokana na hiki kuhusu mustakabali wa taifa? Serikali inapaswa kuwasikiliza wananchi, kwa sababu kimsingi wananchi wa sasa sio wa mwaka 47. Wananchi wa sasa wanajua kwamba mamlaka ya nchi ipo mikononi mwa wananchi. Ni Dr. Richard Mbunda, huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania.